بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 9 من شهر الله المحرم mwaka 1445 katika silsila ya darasa za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tulikuwa tuendelea kutaja udhia alizozipata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutokamana na watu mbalimbali katika makuraish. Tukataja baadhi ya wale waliokuwa wakimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukataja katika wale ambao walikuwa wakimuudhi na kusikitisha mmoja wao ni ammi yake tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Alikuwa akimuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni wengi. Lau kama tutaendelea kuwataja mmoja baada ya mwingine, sehemu hii katika sira itakuwa ndefu sana, lakini tutataja matukio ya wale waliokuwa wameshika bendera katika kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanaojulikana zaidi baina ya makuraish. Na matukio haya ni matukio mashuhuri katika tarehe na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyotaja wanavyuoni wa sira. Mmoja wao katika sanadid wa Quraysh waliokuwa wakimuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uqbah ابن أبي معيط لعنه الله. عقبة ابن أبي معيط alikuwa ni katika watu ambao wakimuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. روى أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن عقبة بن أبي معيط صنع طعاما. هو عقبة ابن أبي معيط فمسكيا sana kitajwa kwa uovu wake. Siku moja alipika chakula, kaandalia watu chakula. ثم دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. katika wale watu walioalika pia alimwalika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. mimi siwezi kula chakula chako mpaka ushuhudie shahada ya haki, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. na hii ni kwa hirs alikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwafikishia khairi jamaa zake. فقال عقبة akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, اطعم يا ابن اخي, wewe kula mwana wa ndugu yangu, kula. قال صلى الله عليه وسلم ما انا بالذي افعله حتى تقول, mimi sitokula chakula chako hiki mpaka ufanye kile ambacho
nimekuambia ukifanye. Fatashahada Uqba ibn Abi Mu'ayth bidhalika, ile bwana kwa sababu ya kutanazal kwenye jambo hili ili ali Mtume sallallahu alaihi wasallam akatamka shahada kama muslimu. فطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه وسلم قال. فبلغ ذلك أبي بن خلف وكان صاحبه. خبار كان فيكي أبي بن خلف. na huyu Ubay ibn Khalaf pia ni katika wale waliokuwa kimuudhi sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. na Ubay ibn Khalaf qatalahu ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam يوم Uhud. huyu aliuawa, ndio mtu wa pekee aliuawa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Uhud. Ubay ibn Khalaf وهو الوحيد الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قتله قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله. غضب za Allah zimekuwa nyingi kwa huyo mja ambaye ameuawa na mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. والحديث في البخاري. kwa hiyo huyu Ubay ibn Khalaf ambaye Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, natoka nje kidogo hapo katika yale aliyotaja ya hatari ya kuiwacha swala, huyu ambaye amekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumzia swala akasema man hafadha alaiha, mwenye kudumu katika hii swala akaichunga swala yake, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm alqiyama. hii swala unaoiswali itakuwa ni nuru kwako wewe na ni hujja ya kuwa wewe ni muumini wa kikweli, na ndio kuokoka siku ya kiyama. ni nuru hapa duniani. Mtizame anayeswali, utakuta katika uso wake kuna nuru kwa sababu ya utulivu wa moyo anaoupata, na hii nuru itakwenda na yeye katika kaburi lake, na ndio atakaofufuliwa nao siku ya kiyama. kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid akasema waman lam yuhafidh alaiha, na yule ambaye hatadumu katika ibada ya swala akaichunga swala yake, lam takul lahu nuran wala burhanan wala najatan, huyo hawina nuru. na wewe mtizame hata leo hapa kwenye ulimwengu, hajatiwa kaburini, mtizame asiyeswali kwa ile dhiki anayokuwa nayo katika moyo wake, waona alama za kuwa huyu mtu ana dhiki katika sura yake, na hata kuwa na hujja kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali hata ukoka na adhabu ya Allah. kisha mwisho akamalizia mahallu shahid akasema wa kana yawm alqiyamati, huyo mwacha swala siku ya kiyama atakuwa ma'a Firaun, pamoja na Firaun, wa Qarun, na atakuwa pamoja na Qarun, wa Haman, na atakuwa pamoja na Haman, waziri katika mawaziri wakubwa wa Firaun, muovu. kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja wa Ubay sahib al-'idham, wa Ubay ibn Khalaf, na atakuwa na Ubay ibn Khalaf. huyu aliuawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. sasa wewe jitafute, ikiwa wewe ni muacha swala, sijui kuna salama gani ukifuliwa na Firaun. katika hadithi za tisha, miongoni mwa hadithi zinazotisha kwa muacha swala, wewe jipime kwa siku ya kiyama, uko na mijidude hii: Firaun, Haman, Qarun, Ubay ibn Khalaf. sasa huyu Ubay ibn Khalaf ndio tunamzungumzia hapa, yani mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtaja katika wale makafiri wanne waovu kabisa,
huyu mmoja wao. Alikuwa huyu ni rafiki yake Uqba ibn Abi Mu'ayth. Habari zimemfikia kuwa Uqba ametamka nini? Shahada. Faatahu, mbio akaja sahibi yake bwana. Faqala sabauta ya Uqba. Ya Uqba, vipi bwana? Umeacha dini ya babu zako bwana, kamfuata huyu? Faqala Uqba la wallahi ma sabautu. Hapo hapo kabadilika. Sema la, sijabadilisha dini yangu wala sijawacha mambo ya babu zetu. Walakin dakhala alayya ar-rajulu faaba an yat'ama min ta'ami illa an ashhada lahu. Lakini huyu bwana amekuja pale nyumbani akakataa kula mpaka nimshuhudie ile shahada. Fastahyaitu an yakhruja min baiti qabla an yat'ama minka, una haya atoke hivi nyumbani kwangu bila ya kula. Fatashahadtu lahu fata'ima, katamka shahada basi akala. Faqala Ubay ibn Khalaf, sikiliza maneno rafiki mbaya bwana, rafiki muovu, amwambia ma ana alladhi arda anka abadan hatta ta'tiyahu fatabzuqa fi wajhihi. Mimi wewe sikuridhii wewe mpaka uende kwa Muhammad umtemee mate usoni. Nenda kamtemee mate ndio nitajua wewe sasa uko na mimi. Mbweha akafuata maneno ya huyo, akili ndogo. فذهب عقبة بن أبي معيط لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبزق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. bwana kaenda mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamtemea mate kwenye uso wake. Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha aya ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. siku ya kiyama ile dhalim atakuwa yuuma mikono yake kwa majuto. Haumi kidole. Watu siku zote wasema auma kidole cha majuto. Sio mtu yuuma kidole cha majuto, kwa majuto makubwa siku ya kiyama hao watu waovu watakuwa wauma mikono yao. Tena si mmoja, ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, watakuwa wakitafuna mikono yao kwa majuto. Unajua kuna akijua adhabu yote apiga kelele huko, apiga kelele sema nini? Ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, ya laiti ningefuata njia nani? Ya mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ajuta kwa nini amemchukua fulani kuwa ndio kipenzi chake, rafiki yake. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani, rafiki mbaya bwana amenipoteza na kunipotosha, ukumbusho umenijia yeye anipotosha baada ya kuosha nijia. Wa kana shaytanu lil-insani khadhula. Kwa hili lilikuwa ni tukio la kuonyesha chuki aliyokuwa nayo Uqbatu ibn Abi Mu'ayth dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kama nilivyotaja, hawa walikuwa wakimuudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni wengi, lakini sisi tugusia wale katika wale wakubwa kabisa. Kuna mmoja sasa ndio nafikiri nitamalizia kumzungumzia huyo Fir'aun hadhihi al-umma. Nani Fir'aun hadhihi al-umma? Abu Jahl. Kama kuna watu walikuwa wafanya kampeni dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila upande, ni huyu bwana anayejulikana kama Abu Jahl, Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham alikuwa mtu muovu sana. Allah subhanahu wa ta'ala amempa dhakaa, werevu, lakini ule uwerevu hakuutumia katika kuitafuta haki. Ule uwerevu wake alikuwa akiutumia katika uovu na kufanya vitimbi.
dhidi ya Uislamu na dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna matukio mengi sana yatajwa kuhusu huyu Abu Jahal na namna alivyokuwa akifanya vitimbi dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Abu Jahl la'anahu Allah qala yawman ya ma'shara Quraysh, awahada wenzake, enyi maQuraysh, yukhawifuna Muhammadun bi shajarati az-zaqum, Muhammad atukhofisha sisi, atutia sisi hofu na mti asema uko motoni uitwa Zaqum. Yaz'umu annaha shajaratun fi an-nar yuqalu laha shajaratu az-zaqum, asema kuna mti motoni waitwa shajaratu az-zaqum. Wan-naru ta'kulu ash-shajar, sisi tushazoea bana moto wachoma miti, sasa ulikuwa vipi ule mti? Fanya istihza. Aliyofanya mti hapa duniani ukawa waliwa na moto nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuufanya ule mti ukamea ndani ya moto, na waujua ukoje wewe mti hata ufanye istihza kama hizi. Basi akawaambia inma az-zaqum at-tamr waz-zubd. Zaqum nini? Mtende tuna siagi kisichanganye vya Zaqum tamu kweli kweli, ndio tutapewa sisi huko tuentukani, si ndio anavyosema huyu huko afanye istihza. Ili ujue hii Zaqum, Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza Zaqum asema law anna qatratan min az-zaqum qutirat, law kama tone tu la Zaqum litatoneshwa kwenye ardhi hii ambayo sitoishi, la amarrat ala ahli al-ardh aishahum, lile tone moja lingewaharibia maisha yao watu wa duniani, kusingemea mmea wowote katika hii ardhi, tone moja tu la Zaqum. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa kaifa man laysa lahum ta'amun illa Zaqum, watakuwaje watu hao ambao hawana chakula isipokuwa hii Zaqum? Na huko Abu Jahal atafuta tende na siagi akichanganya na mafuta yale, kisha wapa watu ambaye ndo Zaqum mnaotishiwa, istihzaan bid-din. Abu Jahal siku moja alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, فقال له والله يا محمد لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد, utawacha wewe kuwatusi miungu yetu au na sisi pia tutamtukana huyo Mungu unayemwabudu wewe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam sio kuwa eti alikuwa akiwatukana miungu yao kwa matusi, ni kule kusema innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, hao mnaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe kama nyinyi. walladhina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun, hao mnaowaomba pasi na Allah hawawezi kuwanusuru wala nafsi zao hawezi kuzuru. Sasa maneno kama haya yalikuwa yatia dosari yale masanamu yao, kwa akawa wamtishia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vipi watukana miungu na sisi pia tutamtukana yule unayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mjinga huyo Abu Jahal. Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm, usiwatusia wawache, sababu watamtusi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo utakuwa ni sababu ya kutusiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii yaonyesha kuwa lile jambo ambalo lina maslaha lakini kuliwacha kwa sababu ya mafsada makubwa zaidi yatakayotokea, basi ni bora kuliwacha, pamoja na kuwa ndani yake kuna nini? Kuna maslaha. Abu Jahal
kuna kisa alichokitaja Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala pale alipoeleza mwanzo waqad kana aduwullahi Abu Jahl ibn Hisham ma'a adawatihi li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa bughdihi iyyahu wa shiddatihi iyyahu yudhilluhu Allah lahu idha ra'ahu. Pamoja na kuwa Abu Jahl huyo alikuwa na uadui mkubwa sana dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akimchukia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ana shida mpaka wakati mwingine akimshika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa matai, akimfinya kwenye koo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hayo yote alikuwa nayo, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimdhalilisha mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna kisa maarufa mashhura في السيرة قصة الإراشي، قصة هيبانا katika kabila al-Irashi. قال ابن إسحاق رحمه الله قدم رجل من إراش بإبل له إلى مكة. ويبانا katika kabila la Irashi alikuja na ngamia wake auza Makka, fanya biashara. Fabta'aha minhu Abu Jahl, aishtara Abu Jahl akawanunua wale ngamia wote. Ngamia wangapi? Hao 100. Aweke, mimi nitakulipa hao wangu. Kawachukua kawanunua. Famatalahu biathmaniha, akawa kila akimfuata mwambia pesa zangu bwana vipi, njoo kesho, njoo kesho. Mumatili amfanyia kusudi, nenda rudi kesho nitakulipa. Na kuna wengine wabaya, wewe akija kuchukua deni kwako mzuri hakuna kama yeye. Vipi hali watoto jamaa nyumbani hawana neno, yule mbwa wako vipi, endelea vizuri, mpaka mbwa atasalimiwa wa nyumba bado yuwalinda vizuri. Mkali ule, ulimtoa wapi vile? South Africa? Mimi sijaona unajua mbwa mkali kama wako. Sasa bwana alikuwa na shida, kisha akupe shida zake, ukampa tu, siku fulani nitakulipa, siku hiyo kulipa. Sasa salamu alaykum, vipi ile amana yangu? Wacha nifanyie wiki ijayo kidogo, nashikika na anao uwezo kwa hiyo wiki ijayo piga simu, bwana mbona unasumbua bwana, nakwambia sitakulipa. Sasa anza kubadilika sasa, nakwambia sitakulipa. Sasa wakina Abu Jahl wako wengi kweli kweli, na hawa kina Abu Jahl wako wengi huku kwetu leo, hawa ambao uchukua madeni kwa watu kisha hawalipi. Na ndio maana mimi huambia wanafunzi, kwa hisani zako bwana, waache watu wa dunia kule wafanya na mambo, wewe na mimi usimkopeshe mtu bwana, utalala na ndaa bure. Hasa mtu akikwambia kesho nitakulipa, kesho nitakulipa, mwambie kesho, kaa paka kesho uone kama utakufa. Si kesho ndio utapata zako, subiri basi, ngoja kesho, kisha mambo yatakuwa mazuri. Hasa wako hawa watu wafanya mumatala na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dhulma alizosema, matalul ghani dhulmun, mwenye uwezo kumchelewesha yule anayemdai ni dhulma, wamdhulumu, mpe haki yake. Na wallahi ukiwekania kuwa mimi nampa haki yake mwenyewe, Allah yukuwezesha subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man akhadha amwala an-nas yuridu adaa adda Allahu anhu, yule anayechukua mali za watu kwa nia ya kuataziregesha, Allah atamwezesha kuziregesha zile mali za watu, ataregesha tu sababu nia yake nzuri. Sasa huyu Abu Jahl hapa akawa amchelewesha huyu bwana. فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المجلس جالس.
huyu bwana akawa ashakata tamaa, jamaa ashachukua ngamia zangu hanilipi. Akasimama mbele ya mkusanyiko wa Makuraishi walikuwa wakikaa pale karibu na Kaaba, na Mtume صلى الله عليه وسلم yuko kando. فقال يا معشر قريش من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام, nani katika nyinyi aweza kusimama akachukua haki yangu kwa Abu Jahal huyo kinalikuwa kimuita bil Hakam, ni jitu baba la hikma, nilikuwa zuka kama yakuna. Nani atanichukulia haki yangu kwake? Fa inni rajulun gharib, mimi mgeni, siwezi kumfanya kitu bwana, mimi ni mtu mgeni wakuja tu hapo. Ibn Sabilin, tena ni mtu ambaye mmekatikiwa katika njia yangu hii. Ashachukua huyu ngamia zangu, sina chochote, hata sijui nitarudi vipi kwetu. Waqad ghalabani ala haqqi, na huyu amenishinda katika haki yangu, hataki kunipa. Makuraishi wamekaa pale, lakini si jamaa yao. Kuna watu wengine wako tayari kumnusuru mtu wao hata akiwa katika batili. Hakuna mwanamume aliyesimama akasema basi mimi nitakwenda kuchukua haki yako kwa huyu bwana, hata kama kwa maneno mazuri tu. Faqala lahu ahlul majlis, wale jamaa waliokaa pale wakamwambia, atara dhalika ar-rajul al-jalis, wamwona yule bwana pale ankaa, wafanye istizaya, wamwona yule bwana pale ankaa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa hum yahzauna bihi lima ya'lamuna bainahu wa bain Abi Jahl min al-adawa, wafanye istizaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na huyu bwana, sababu wajua ule uadui ulioko baina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Jahl. Wamuona yule pale ankaa, idhhab ilayhi fa innahu yudika alayhi, nenda kwa yule peke yake ndio yomweza yule bwana, atakwenda kuchukulia haki yako, wafanye istizaa. Yule maskini akaona kweli, manake awaheshimu, ona ni watu wazima wamekaa pale, ona kweli. فاقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم, لبانا كايندا mpaka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. فقال يا عبد الله إن أبا الحكم ابن هشام قد غلبني على حق لي. ewe mja wa Allah, hamjui huyu Abu al-Hakam na Abu Jahl amenishinda bwana katika haki yangu. Wa ana gharibun ibn sabilin, mimi ni mtu mgeni na katikiwa njia yangu, siwezi hata kurudi nyumbani sababu ana haki yangu yule. وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه, na mimi nimeuliza wale jamaa pale, yani wale wakubwa wa Quraysh, nani aweza kusimama na mimi nikapata haki yangu kwa huyu bwana, yaakhudhu li haqqi minhu, achukue haki yangu kwa huyu bwana. Fa asharu li ilayka, wale mabwana wakanielekeza kwako, wasema wewe ndio wamweza yule. Fa khudh li haqqi minhu yarhamuka Allah, nenda kanichukulie haki yangu kwa huyu bwana, Allah kurehemu. Faqala sallallahu alayhi wasallam intaliq ilayhi, jamaa walikuwa ni mzaha, akamwambia twende kwake, ana haki yako ya twende. وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم, Mtume salama kaenda naye. Falamma ra'awhu qama ma'ahu, wale jamaa kumbe watizama, ansimama kweli, silikuwa tuona tufanya dhihaka, ansimama hivi yuenda kweli yule. قالوا لرجل ممن معهم اتبعه انظر ماذا يصنع, hebu mfuate, nenda kaangalia atakwendaje kule, shuleti habari. Yani wao watarajia kufika kwa Abu Jahl afanye nini, atamtandika, atafanya nini, atatoa bakora kama tasawwur ya mtu dhalim yuko hivi, alafu yule anayekuja kumwambia alipe haki ni mtu anayemchukia kabisa, ile sura itakuwaje? Nenda katungulie bwana, tupe habari kumkwendaje huko. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه, وسلم akaenda mpaka nyumbani kwa Abu Jahl, kagota mlango. فقال أبو جهل من هذا, nani usaizi؟ فقال محمد فاخرج إليه,
mimi Muhammad toka fakharaja ilayhi jamaa akatoka akitizama akabadilika sura yake ikabadilika kwa hofu فقال صلى الله عليه وسلم اعطي هذا الرجل حقه wewe una haki ya watu mpe mwenye haki yake فقال ابو جهل نعم hapo jamaa sawa la tabrah usiondoke hapa hata uatiyahu alladhi lahu mpaka nimpe uone ushuhudie nampa haki yake wewe uone fadakhala fakharaja ilayhi bihaqqihi fadafa'ahu ilayhi kaingia ndani chukua haki yake ni bwana shika bwana haki yako naona shampa bwana ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم kisha mtume صلى الله عليه وسلم akaondoka وقال للإراشي الحق لشأنك nenda sasa kafuate mambo yako haki yako ushapata nenda فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس yule bwana innocently kama anavyosema akaenda kwa wale mabwana waliomuelekeza kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam فقال جزاه الله خيرا فقد والله أخذ لي حقي الله amlipe khairi yule bwana na nyinyi pia asanteni sana mmenielekeza kwa mtu wallahi amechukua haki yangu ashanipa alhamdulillah Allah amjaze khairi yule bwana na jamaa wakashtuka sana imekwendaje mpaka Abu Jahal akamsikiliza huyo bwana falamma jaa ar-rajul alladhi arsaluhu liyara ma yasna'u Abu Jahl aliporudi yule bwana ulimtuma achungulie atafanya nini Abu Jahl qalu lahu wayhak madha ra'ait unaona nini huko qala ajaban min al-ajab minna wana mambo ya ajabu sana wallahi ma huwa illa an daraba alayhi babahu fa kharaja hakufanya kitu angota mlango wake yule bwana akatoka faqala lahu a'ti hadha ar-rajul haqqahu fa'atahu akamwambia mpe huyu bwana haki yake akatoa haki yake akampa huyu bwana akiwa yueleza kikisa akimaliza tu lam yalbath an jaa Abu Jahl mara Abu Jahl huyo atokea maskani wajua wale makoresho walikuwa kama wajamaa maskani wakati hawana kazi ya kufanya kazi yao kufikiria kumuudhi mtume sallam na waislamu mijomba tu inkakati hivi wallahi imekaa sasa yule jamaa hajakuja waita joint sio hajafika joint ngoja aje na hawa jamaa pia ni hivyo hebu acheni ukitema maskani asikuwa na maana mkajifananisha na kina Abu Jahal bwana Abu Jahal aongojewa maskani wajifanya mjuaji mbona haki yao tulitoa sasa jamaa yuaja falamuhu jamaa wakawa wamlaumu angalieni wamlaumu kwa kutoa haki ya watu kisikia watu wa jahilia mbona vipi bwana utakubalije yani umfatwa tu wagotiwa mlango tu wewe watoa tu sisi tulikuwa yani walikuwa watarajia asitoe waqalu lahu waylak malak wallahi ma ra'ayna mithla ma sana'ta qat hatujaona sisi tukifanya mambo kama uliofanya leo bwana aibu bwana utampaje yule faqala Abu Jahl wayhakum ole wenu nyinyi hamjui kilichotokea wallahi ma huwa illa an daraba alayya babi yule bwana amegota mlango wangu wasami'tu sautahu nikasikia sauti yake tu famulitu minhu ru'ban sijui vipi nikaingiwa na hofu kweli katika moyo wangu sijafungua mlango na babaika hata sijui ile hofu inatoka wapi thumma kharajtu ilayhi kisha nikatoka kumtizama wa inna fawqa ra'sihi fahlan min al-ibil misimuoni yeye naona kitu kikubwa cha ngamia hivi chaniangalia hivi toa ikawa yuatishika hivi subhanallah Allah akamjalia yuona kitu kingine kwa ile hofu ikamjaa katika moyo wake qala Abu Jahl asema ma raaitu mithlaha mati sijaona kichwa kikubwa cha ngamia anaitishia kama huyo sijaona mimi wala qasaratihi wala sijaona shingo kubwa ya ngamia kama hiyo wala anyabihi lifahlin qat wala sijaona ngamia na meno ya kutisha kama huyo fa wallahi law abaitu la akalani wallahi naona nikikataa pale angenitafuna
angenila ya nini kenda ndani nikatoa nkenda zangu. Lakini hii ni Allah subhanahu wa ta'ala amemwonyesha, akamtia hofu la Abu Jahl kwa namna. Kwa hiyo alikuwa kidhalilika pamoja na udhia yote na uadui alikuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimdhalilisha mbele ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abu Jahl alikuwa ni sababu ya kuwapoteza wengi katika Makuraish. Katika matukio aliyofanya Abu Jahl kuonyesha istihzaa alizokuwa nazo, laanahu Allah, iliposhuka aya alaiha 19 kwa wale walinzi wa motoni katika malaika, Allah akataja idadi yao 19. qala Abu Jahl kwa istihzaa akamwambia, ya ma'shara quraish, enyi maquraish, yaz'umu Muhammadun anna junud Allah alladhina yu'adhibunakum fi an-nar, adaihu Muhammad kuwa wale wanajeshi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika malaika watakaokuwa wakiwaadhibuni nyinyi, wayahbisunakum fiha, na watawafungeni nyinyi ndani ya moto 19 wa antum aktharu an-nasi adadan wa kathratan, na nyinyi idadi yenu ni kubwa mno. afayajazu kullu 100 rajulin minkum min rajulin minhum, hebu tuseme 100 tutugawanyane 100, kila 100 wamshika mmoja twaminyana naye, kila 100 twamshika mmoja. Jomba lilikuwa jinga hili wallahi ya akhi, jinga sana. Yani unafikiria na hivi anapozungumza utawapata kuna watu wasikiliza Abul Hakam. Na mpaka leo maduati kama hao wanaowalingania watu katika moto wa jahannam, kuna watu ukaa chini wakaambiwa mambo wakaitikia kweli nazungumza maneno ya kijinga. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha katika hii aya, wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, wallahi hamujui jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayejua isipokuwa yeye. Siku hiyo wataona hizi istihzaa walizokuwa wakizifanya. wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, ay ma ya'lamu adadahum wa kathratahum illa huwa subhanahu wa ta'ala, لئلا يتوهم متوهم انما هم 19 فقط. na Allah ametaja hii ili mtu asifikirie kuwa malaika 19 tu, sababu anatajwa 19 عليها 19 na ukumbele wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ibn Kathir asema katika tafsiri yake, waqad thabata fi hadith al-Isra'i al-marwi fi as-sahihayn wa ghayrihima عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة. Mtume صلى الله عليه وسلم akizungumzia البيت المعمور ni kama al-Kaaba ya duniani, iko katika mbingu ya saba. Asema fa idha huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin 70,000 malak thumma la yauduna ilayhi, kila siku watufu malaika 70,000 na wakiondoka pale hawarudi tena. Sio fahamu, yani wakitoka wale 70,000 ndio hawarudi tena, kesho waje 70,000 wengine. Malaika wangapi? Mtume sana anasema attatis sama, mbingu zimepiga ukelele. Ushaona kama kiti kikiwa cha zamani mtu akikacha kama namna hiyo, yani kile kitu kikiwa kimeketiwa na vitu vizito, tena hasa ukiwa kiumbe kisawasawa, ukiketi kwenye kile kiti mwisho kaanguka, yani hupiga ukelele. Hizi mbingu mnazoziona na nguvu Allah alizozipa hizi mbingu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema zimepiga ukelele. Kwa nini? ma min mawdi'i 4 asabi', hakuna sehemu ya vidole vinne illa wa malaika sajidun am raki'un, illa isipokuwa kuna malaika amemsujudia Allah ama amerukuu, na akisujudu hamki tena. Yani huyu anaumbwa kazi yake ni kusujudu tu, hachoki. Wala yastahsirun, malaika hachoki, hakuumbwa kuchoka. Kwa akimsujudia Allah amsabbih, abakia vile vile ila an yasha Allah,
yuko vile vile, akirukuu yuko hivi hivi, hatikisiki. Alafu mtu ambaye swali siko fresh, wewe una wazimu wewe? Waona Allah subhanahu wa ta'ala kuhitajia wewe? Kwa hivyo hakuna anayejua idadi ya hao wanajeshi wa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa yeye na Abu Jahal. Afanya nini? Afanye istihza. Huyu ni Abu Jahal, na zile istihza alizokuwa akimfanyia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tayeb, katika matukio yaliyotokea ni huyu bwana aitwa Rukanatu ibn Abdi Yazid. Huyu bwana alikuwa ni musarih, wrestler. Mjua wrestler walikuwa na mtangu wakati ule walikuwa wakicheza ile wrestling, kuangushana, miereka. Yule anayemwangusha mwenzake anamshinda, na huu mchezo wataka nguvu. Wewe ukiwaona wale wanaocheza mvipi, wewe si wrestling ile WWF si WWF si nini ile upuzi ile, ile ya kikweli. Utawakuta hawa viumbe wanaocheza huu mchezo mvipande hivi, ukimwangalia kama jodari kwa hivi, yani huwa vina nguvu. Waweza kuwa mfupi hivi lakini ana nguvu sana kwa sababu ya minyana sana, kama Said Carter mashaallah. Kwa hivyo waweza muona mfupi ana nguvu zake. Sasa huyu bwana aitwa Rukana. Huyu bwana alikuwa yujulikana, shughuli yake kupiga watu na chini tu, apiga watu miereka. Arawa Abu Bakr al-Shafi'i بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن ركانة بن عبد يزيد صار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبانا alitaka kupigana miereka na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii si kupigana mangumi, yani mwashikana muangushana. Sasa yule anayemwangusha mwenzake ndio ameshinda. Mpaka leo mchezo ufanywe hivi, mgumu, wataka nguvu sana na pumzi. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshinda mara ngapi? 3. كل مرة على 100 من الغنم. Kwa mbuzi 100, atakayeshinda achukua mbuzi 100. Akawachukua Mtume sallallahu mbuzi 300 wote. Alikuwa yajua zaidi kuliko yeye ule mchezo. Chini 3, akaangushwa mara 3 jamaa. فلما كان في الثالثة alipofika ile mara 3 qala ya Muhammad ma wada'a dhahri 'ala al-ardi ahadun qablaka, wallahi hakuna mtu ameweza kuweka mgongo wangu kwenye ardhi kabla yako, mimi naangusha watu, wewe una nini wewe? Wama kana ahadun abghadha ilayya minka, na huyo amfanyia hivi kwa kumchukia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi nitamshinda, niwaonyeshe. Asema na hakuna mtu nilikuwa nikimchukia kama wewe, lakini hivi ulivyonifanya wewe si haiwezekani isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekuwezesha na kukupa nguvu hii. Wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Faqama anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasimama, waradda alayhi ghanamahu, wale mbuzi alionyutwa wale 300, akamwambia hana ngamia zako tukua mwenyewe. Makuraish walijaribu kila njia kutaka kuzuia da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, lakini hili jambo likawa limewashinda. Lakini pamoja na haya yote, Makuraish walikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa yusali qiyamul layl, usiku kusoma Qur'an, wakija kusikiliza kwa ule utamu wa Qur'an, sababu walikuwa Waarabu waelewa kile kinachosoma. Arabun aqhah bimaana alkalima, yani lugha yao ni hii lugha ile katika Qur'an, kile Kiarabu safi kabisa. Sasa wakiisikia ile Qur'an inaposomwa, walikuwa wakipata utamu wa ajabu sana kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wakija kusikiliza kwa siri siri,
hili tukio nitakuja kulieleza insha Allah sababu ya wakati katika kikao kitakachokuja, ambacho baada ya hapo moja kwa moja tutaingia katika al-hijratul ula ila al-habasha. Kuudhia hizi kinachofuata ni hijra ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaelekeza masahaba kuondoka Makka kuelekea Ethiopia, Habasha. Hayo tutaanza kuzungumzia katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.